Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Kwa majina naitwa Paul Andrew. Ni katibu wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Mbagala, lakini vile vile ni katibu wa Jumuiya ya Wafanyabiashara wilaya nzima ya Temeke. Tuko hapa Mbagala leo kwa changamoto kubwa ya wafanyabiashara kufunga maduka. Kwa nini wafanyabiashara wamefunga maduka? Changamoto iliyojitokeza hapa ni ya service levy. Wafanyabiashara jana wamekamatwa wakidaiwa wanatakiwa walipe service levy kwa ile hesabu ya 0.3. Ile ambayo wafanyabiashara wote nchi nzima tumeshasema ni kwamba hailipiki. Si kwamba wafanyabiashara hao unaowaona hapa hawako tayari kulipa kodi. Wafanyabiashara wako tayari kulipa kodi, na hii service levy ile ya awali ambayo inatozwa kwenye makadirio ya leseni tayari waishalipa wafanyabiashara hawa. Lakini cha ajabu ni kwamba tukiwa kwenye mazungumzo na mkuu wa wilaya ya namna bora ya wafanyabiashara walipe kodi, hawalipe kodi ya service levy, tukiwa kwenye kikao tukasikia wenzetu huko wamekamatwa wakidaiwa wanatakiwa walipe service levy. Na hii ilitokea pia kwa Tandika. Kwa hiyo tunavyoongea hapa pia ni Temeke nzima wafanyabiashara wamefunga maduka. Tandika wamefunga maduka, Mbagala wamefunga maduka. Changamoto kubwa ni service levy. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba mamlaka husika. Wafanyabiashara wamefunga maduka wakimhitaji mkuu wa wilaya aje kuwasikiliza kero yao hii ya service levy, kwa sababu wamekamatwa wote wafanyabiashara wa Mbagala. Mheshimiwa mkuu wa wilaya anasema ni watu wa nafaka tu, lakini hapa wamekamatwa watu wa umeme, watu wa vinywaji, watu wa hardware, watu wa vipodozi, wamekamatwa kila aina ya kada hapa. Kwa hiyo tulikuwa tunamuomba Mheshimiwa mkuu wa wilaya afike hapa wasikilize hao watu. Wamegoma kufungua maduka mpaka atakapofika. Wao wametoa tu muda, hata kama akifika Jumatano ya wiki ijayo watakuwa tayari. Wao watafunga maduka waendelee kumsubiria atakapopata muda. Lakini sisi tunamuomba kwa sababu Mheshimiwa mkuu wa wilaya ni mtu ambaye muelewa sana na tumempokea vizuri sana. Amekuwa akituita ofisini kwake mara kwa mara. Kwa hiyo tulikuwa tunamuomba popote alipo Mheshimiwa mkuu wa wilaya aje atatue changamoto hii. Watu watakosa huduma, serikali itakosa mapato. Wafanyabiashara kwa mfano wilaya nzima watapofunga biashara kwa siku moja tu, nafikiri anaelewa watapoteza mapato kiasi gani. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa Jumuiya ya Wafanyabiashara tumeendelea kuwasia wafanyabiashara wafungue maduka, lakini kwa sababu wamekamatwa jana, wamebambikiwa kodi, wamelipishwa faini, wamejikomiti makodi makubwa, wamesema hawatafungua maduka. Aidha mkuu wa wilaya aamue kuja hapa kuongea nao. Ya kwangu ni haya. Tunakusikia unazungumza na mkuu wa wilaya kwa simu. Nini alikuwa anasema pengine kwa faida ya wanaotazama? Mheshimiwa mkuu wa wilaya amewataka wafanyabiashara hao wafungue maduka. Na wale ambao tulikuwa kwenye majadiliano, kwa mfano watu wa nafaka, ameomba akasema kama inawezekana mlango uko wazi. Kwa hiyo jinsi alivyoona ameona kwamba kwa upande wa nafaka 0.3 inaweza ikalipika kwa namna ambavyo watu wa manispaa walifanya utafiti wao. Lakini wafanyabiashara hao nafaka wamesema haiwezekani na hawako tayari kugawanywa na mamlaka za serikali kwamba wasikilizwe kama nafaka. Ili swala na jumuiya nzima ya wafanyabiashara. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa wilaya amewataka hawa wafanyabiashara wa nafaka twende nao pale wakatoe hoja ambazo zitaonyesha kwamba kwao hailipiki. Lakini kwa hao watu wa upande wa vinywaji, Mheshimiwa mkuu wa wilaya amesema wasikamatwe, na amesema anatoa maagizo kwa wahusika wanaowakamata wawaache, wasiwakamate na wasiwaandikie faini za aina yoyote. Kwa mpaka hivi sasa wafanyabiashara hawa wenyewe wamesema hawaelewi, hawataki kugawanywa, wanamtaka mkuu wa wilaya aje atusikilize kwa pamoja sisi kama wafanyabiashara. Naam, mimi kwa jina naitwa Maulid Muhammad, ni mfanyabiashara wa hardware hapa Mbagala rangi tatu. Kilio chetu kikubwa kilichotukusanya hapa ni kuilalamikia serikali hatua mbili tu. Jambo la kwanza, service levy ni kubwa, hatuwezi kulipa. Lakini la pili, mkamato wa wafanyabiashara kukamatwa na halmashauri na kufosiwa lazima kulipa. Jambo letu la mwisho tunaloliomba, tunamuomba mkuu wa wilaya tuzungumze naye kwa njia ya ustaarabu, tumezani na tufikie muafaka. Sio habari za kufukuzana. Mfanyabiashara kwa hali yoyote ile hawezi kufanya biashara zake kwa ustaarabu. Tunakuomba mkuu wa wilaya ushuke chini kwa wananchi wako kuja kutusikiliza hoja zetu, na si kutupangia amri. Hapana, ni kukaa mezani kujua kiwango cha service levy kiko kiasi gani na tunalipaje. Lakini kufosiana kufukuzana sio tabia mzuri. Tunakuomba Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kama umeshindwa swala hili kwako limekuwa kinyume na uwezo wako, ngazi za juu zipo. Yupo waziri wa viwanda na biashara, lakini yupo waziri mkuu, lakini mpaka kufikia rais. Sisi tunaongea hapa kama mmoja wa wafanyabiashara Mbagala. Tumefunga maduka kwa sababu hizo kuu. Asanteni sana ndugu. Na mmefunga mpaka lini? Sisi tumefunga, tumemwomba mkuu wa wilaya aweze kuja tu hapa. Akija na tukifikia muafaka muda wote tunafungua. Lakini kama hatukufikia muafaka tutaendelea mbele. Kwa majina naitwa Athmani Fadhili Kweka. Mimi ni mfanyabiashara wa nafaka.
Nimeshiriki kwenye kikao cha leo na mgomo huu, lakini hoja kubwa hapa ni service levy. Hoja kubwa ni service levy, lakini mimi naamini swala la service levy halikuanza leo wala jana. Swala la service levy ni la muda mrefu, lilianza kitaifa. Nafikiri mpaka leo hapa tulipofika tena limejitokeza, na tunaona hapa katikati kidogo lilikuwa limepotea. Ni kutokana na ile hali ya utulivu ambayo ilikuwepo. Kikubwa ambacho mimi nakiona hapa, sheria ya service levy hii tupo tayari kulipa. Tupo tayari kulipa. Tumeshakaa vikao vingi sana na halmashauri yetu kadhaa, na mimi binafsi nimehusika, lakini wamejaribu kutusaidia. Mkuu wa wilaya amejaribu kutusaidia, mkurugenzi, lakini bado hatujapata muafaka. Kwa kweli bado hatujapata muafaka mpaka hapa tulipofika leo. Jana wamejitokeza watu wa halmashauri hapa, wamekuja na gari yao, wamekamata watu, wamewatolea zedi ripoti. Kuna baadhi wamedaiwa mpaka milioni 20, kuna wengine wamedaiwa shilingi milioni 3, milioni 4 na vitu kama hivyo, na ndio iliyopelekea mpaka hali hii leo kufikia hapa ilipofika. Kwa hiyo sisi kama jumuiya ya umoja wa wafanyabiashara, sisi kama wafanyabiashara wa nafaka, tulikuwa tunamuomba sana mkuu wa wilaya, tulikuwa tunamuomba sana atusaidie kwenye hili. Nimesikia hapa katibu wetu akizungumza na mkuu wa wilaya akisema hili swala atalisitisha kwa upande fulani, lakini kwa watu wa nafaka tuendelee. Mimi labda nizungumzie tu jambo moja. Mkuu wa wilaya ajaribu kutuangalia na sisi watu wa nafaka. Haina maana sisi watu wa nafaka tunapata faida kubwa sana kama takwimu ambazo yeye amejaribu kujieleza. Ajaribu kurudi kwa watu wake ambao amewapa takwimu ili za swala la faida ambazo tunazipata. Mimi nafikiri hazina ukweli. Kama ukijaribu kuzisikiliza vizuri, hazina ukweli wowote. Kwa hiyo angeunda labda timu nyingine, au atuite sisi yeye mwenyewe aje sokoni, aje atazame hali ilivyo. Tuna madaftari ya manunuzi, tuna madaftari ya mauzo. Anaweza akapata ukweli wenyewe kuliko kutuma watu wengine wanaweza wakamdanganya kwa maslahi yao binafsi. Kwa hiyo angefika kwetu sisi, aje afanye tathmini mwenyewe, ikibidi aje na timu yake yoyote. Sisi tutampa ushirikiano, tumuonyeshe aina ya faida ambazo tunazipata humu, na huo hicho alichoelezwa yeye, je, kina ukweli, ili aweze kutusaidia katika hili. Kwa sababu kama wataenda kwenye mfumo huo wanaoutaka wao, kiukweli sisi wafanyabiashara wa nafaka tunaenda kuangamia. Biashara hizi tutaenda kufunga, tutashindwa kufanya biashara. Tofauti na hapo, kila mtu hapa atashindwa kufanya biashara ya nafaka. Hawa wote unaowaona hapa ni wafanyabiashara ya nafaka. Sidhani kama kuna mtu ambaye ataweza kulipa hicho kiasi cha pesa ambacho wao wanakisema, kutokana na tathmini walioifanya kupitia hii biashara ya nafaka. Kwa hiyo mimi naamini mkuu wa wilaya ni mtu msikivu, ni mtu makini, ni mtu ambaye atatuelewa katika hili, ni mtu ambaye akiliona hili, mimi naamini anaweza akafanya hivyo. Basi hilo jukumu la kuunda tume yake na kuja akashirikiana na sisi ili tuweze kupata muafaka wa hili. Nashukuru sana. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.